yetu. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, mimi nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa namna ya pekee kwa jinsi ulivyokubali kuja kugusa mkoa wa Mara, jinsi ulivyowagusa wabunge wa mkoa wa Mara wote, tukiwemo na sisi wabunge wa viti maalum. Hii ni dhahiri kwamba Mheshimiwa Rais hakukosea kukuteua kwanza kuwa mbunge, lakini pia kukuteua kuwa waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, wizara nyeti katika taifa letu. Hongera sana. Sisi kama wabunge wa mkoa wa Mara na wananchi wa mkoa wa Mara tuko tayari kukupa ushirikiano wa kutosha ili yale malengo yako ambayo umeyapanga katika mkoa wako, lakini na katika nchi yako, tuendelee kukusaidia ili kazi yako iendelee kuwa nyepesi. Mheshimiwa mbunge na mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Mara, lakini pia mimi kama katibu wako wa wabunge wa mkoa wa Mara, niko tayari kutumwa na wewe sehemu yoyote kwa ajili ya wabunge wetu, maeneo yoyote kwa ajili ya wabunge wetu, na kwa umoja wetu huu tuliokubaliana hatutakuangusha. Tuko na mkuu wa mkoa mahiri sana na maelekezo uliyoyatoa ya kuhakikisha sementi 500 za kila mbunge zinaenda katika yale malengo ambayo yametarajiwa zitafika. Mimi sementi 500 nilizopewa nitahakikisha ninazitendea. Mimi nilishakaa na madiwani wangu tukiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri na watendaji wa kata, na tukasema hii mifuko inaenda kwenye ujenzi unaoendelea kwenye shule pamoja na vituo vya afya. Sisi tulishamaliza. Hata ukitaka taarifa leo Bunda mjini utaipata. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikuhakikishie ukija kukagua utaona mambo yanaenda vizuri. Naomba nikusifie, kutoa ni moyo, lakini wewe umekuwa ukijitoa sana kwa ajili ya mkoa wako. Sisi wabunge wenzako tutakupa ushirikiano, tutakuombea kwa Mwenyezi Mungu, si tu mabati, upate vingi zaidi ulete nyumbani. Tunajua Nyansao Foundation inafanya kazi kubwa sana, si katika mkoa wetu, lakini katika maeneo mbali nchi nzima. Ila tunakuombea ili Mara tunufaike na wewe. Mheshimiwa Waziri, wewe Mungu kukupa nafasi hii na kumwelekeza mama yetu Samia Suluhu Hassan kukuona, kwa kweli ni baraka sana kutoka mkoa wa Mara. Kwanza umekuwa ukituunganisha wabunge wa mkoa wa Mara. Kwa mara ya kwanza, ndugu zangu, naomba nitoe taarifa hii. Wabunge wa mkoa wa Mara toka kuumbwa kwa bunge hatujawahi kuwa na umoja, lakini safari hii Mheshimiwa Nyansao ametuunganisha wabunge wote. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, tumekuwa katika kipindi ambacho vijana wana matarajio ya kuona maono ya Mheshimiwa Rais kwa ajili ya maendeleo yao. Katika jambo ambalo sisi wana Mwibara na hasa vijana wa Mwibara umewekeza kwenye matumaini yao mapya ni kwenye hii mifuko 500 ambayo umetupatia wana Mwibara. Kwa nini ni kwenye matumaini mapya ya vijana? Tulikuwa na majengo ya madarasa ya zamani ambayo yameshachakaa. Tulikuwa na madarasa ambayo yana mahandaki au na sakafu. Tunachokwenda kufanya wana Mwibara ni kwenda kuwakusanya vijana na wale loko fundi ili vijana hawa waanze kufanya kazi hii ya ukarabati, waanze kupata maokoto kupitia Nyansao Foundation. Hii inakwenda kuigawa katika shule za msingi na sekondari 21, lakini itabaki mfuko kama 40 ambayo nitaipeleka kwenye makanisa na kwenye misikiti. Na sisi pesa yetu ya mfuko wa jimbo ilikuwa imeelekea kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo kwa hii nguvu ambayo umetuongezea, tukuhakikishie hatutakuvunja moyo. Sisi kwetu hapa namna kufanya, utakuja site. Siku nyingine nimekutana kufanya Tarime pale kuona kanda maalum. Unatembelea miradi hiyo na hiyo kazi ambayo imefanyika. Mimi niseme tu kwamba nakushukuru sana kwa hili umoja ambao umeleta, lakini pia kwa mchango huu. Kila mbunge amezungumza, kwa kweli tuna mahitaji makubwa, uwezo ni mdogo, kwa unapata unakuboost kwenye jimbo. Sasa unamfanya mbunge ataenda jimboni ikiwa na jambo. Tunatoa shukrani za dhati sana kwa msaada mkubwa huu ambao umeweza kutufikishia siku hii ya leo. Nimepokea mifuko 500 ya simenti kwa ajili ya kuendeleza maendeleo katika jimbo la Msoma mjini. Msoma mjini tumekuwa na changamoto kubwa ya madarasa yetu yakiwa chakavu. Sisi tuko mjini, lakini ukiangalia shule zetu haziendani na mjini.
Mimi kama mbunge nimeishafanya logistic pamoja na mkuu wetu wa wilaya pamoja na mratibu wa elimu msingi ili tuweze kuboresha hizo shule zetu. Hizi simenti tulizozipokea mimi kama mbunge, na mimi pia nitawezesha kupata mawe pamoja na mchanga na kulipa mafundi ili niweze kukarabati shule zote zilizochakavu. Tutaweka sakafu, tutapiga ripu na rangi tutapaka ili shule za mjini zionekane kweli ni za mjini. Mifuko 500 ni michache, lakini tuna imani itafika kwa kiasi fulani. Ilani inatekelezwa na sisi viongozi ambao ni wasaidizi wa Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Sasa ndugu zangu, tukakubaliana, tukasisitiziana kwamba jamani, bunge likiisha tuwe tunajitahidi kurudi majimboni. Sasa hilo tukakubaliana wenyewe. Lakini kila tunaporudi majimboni pia tuwe na jambo ambalo wananchi wetu wanaona hili tuliliahidi na tunalitekeleza. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge pale, mimi sasa kupitia foundation nikasema nitawatafuta wadau, na kwenye hiki kipindi sasa, kabla hatujaenda kwenye bunge la bajeti tunaloanza mwezi ujao tarehe 1, mwishoni mwa mwezi huu, tufanye jambo kwa ajili ya mkoa wote wa Mara. Kwa hiyo mimi leo tumekuja, tutatoa mifuko ya simenti 6,000 na mgawanyo wa ile mifuko ya simenti utaenda sio kwa kila jimbo, ni kwa kila mbunge. Kwa hiyo wabunge tuko 12, nikitoka mimi tuko 13, lakini mimi simo. Sasa wale 12 kila mmoja atapata mifuko 500 ya simenti. Jambo la msingi sasa, mimi nawashukuru kwamba kamati za siasa mmekuja. Jambo la msingi ni kwamba ile mifuko ya simenti kwa mbunge itengenezewe mkakati kwamba hii, kila mbunge aseme hii mifuko kwenye jimbo X itaenda kufanya 1, 2, 3. Tukishafanya vile, kamati ya ulinzi na usalama sasa kupitia kwa wakuu wa wilaya na RC akiwa sasa ndo coordinator, inatolewa taarifa, mifuko hii iliyoenda hapa imefanya swala hili, swala hili, swala hili. Ila ni vizuri tukaelekeza ikaenda kwenye elimu na afya, elimu na afya. Kwa hiyo Mheshimiwa RC utatusaidia kwenye hili. Baada ya miezi 2, siku 60 kuanzia sasa, tupate taarifa kwamba ile mifuko 6,000 imefanya maboma, kama ni maboma au kama ni kufanya chochote. Baada ya miezi 2, tukimaliza bunge la bajeti, wakati tunakuja nitakuwa pia nimeshajipanga kupitia kwa wadau, tutawaletea tena bati. Sasa ili uletewe bati mpaka tuone boma. Kwa hiyo yeyote atakayepata bati ni ile wilaya ambayo au jimbo ambalo tayari lina maboma yale pale, tunataka bati kwa ajili ya kuwezeka. Tukishaezeka, tukimaliza sasa kuwezeka, na kwenye hili Mheshimiwa RC bahati mbaya sana au nzuri ni rafiki yangu, lakini sasa pia pamoja na mambo mengine, mimi sasa nimekuja pia nimekuwa waziri wa ulinzi na yeye ni mwanajeshi. Kwa hiyo Mheshimiwa RC, kuna aibu tunayo sasa kwenye maandiko ya Biblia
au kwenye vitabu vyote vya dini, hata Qur'an, huwa aibu ikikukumba lazima utafute mtu wa kukuondolea aibu. Sasa sisi kwenye matokeo huwa tunaangalia kwenye mitandao na kufuatilia records. Tumeanza matokeo yale ya darasa la 7 na kwenda juu, tumeanza kushuka. Sasa lazima tutafute. Hatuwezi kusema elimu ndio mkombozi wakati huo mkoa unakuwa wa mwisho. Kwa hiyo ni vizuri tukatafuta namna ya kutafuta chanzo cha tatizo.